Tamko la Irani kuhusu uwezekano wa kufikia kiwango cha 90% cha urutubishaji wa uranium limeibua taharuki kubwa kimataifa, huku wachambuzi wa masuala ya usalama wakisema kauli hiyo inaweza kuwa moja ya ishara kali zaidi kuwahi kutolewa na viongozi wa Teherani tangu mvutano mpya kati yake na Marekani pamoja na Israel uanze kushika kasi. Msemaji wa kamati ya usalama ya taifa na sera za kigeni wa bunge la Iran, Ibrahim Razaei, alisema wazi kwa iwapo Marekani au Israel watafanya mashambulizi mengine dhidi ya Irani, moja ya majibu ambayo Teherani inaweza kuchukua ni kuongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium hadi 90%, kiwango kinachotajwa kuwa cha kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo haikuonekana kama ya tahadhari ya kawaida ya kisiasa pekee, bali kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Washington na Tel Aviv kwamba Iran iko tayari kwenda hatua ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikihofiwa na mataifa ya Magharibi. Razaei alisema swala hilo linaweza kujadiliwa rasmi ndani ya bunge la Irani, jambo linaloonyesha kuwa mjadala huo umeanza kuingia katika mfumo rasmi wa serikali. Kwa sasa Irani tayari imefikia kiwango cha 60% cha urutubishaji wa uranium. Hicho tayari ni kiwango cha juu sana ukilinganisha na makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 maarufu kama JCPOA, ambayo yalikuwa yanaruhusu Irani kurutubisha uranium kwa kiwango kisichozidi 3% pekee kwa matumizi ya amani. Wataalamu wa nyuklia wanaeleza kuwa tofauti kati ya 60% na 90% si kubwa kiteknolojia kama wengi wanavyodhani. Kwa lugha rahisi, sehemu kubwa ya ugumu wa kisayansi huwa tayari imefanyika unapofikia 60%. Ndiyo maana mataifa ya Magharibi yanaamini kwa Irani inaweza kufikia kiwango cha silaha ndani ya muda mfupi sana iwapo uamuzi wa kisiasa utachukuliwa. Katika mfumo wa urutubishaji uranium, 90% ndio kiwango kinachotajwa kama weapons grade uranium, yani uranium inayoweza kutumika kutengeneza kichwa cha bomu la nyuklia. Hata hivyo, kuwa na uranium ya 90% haimaanishi moja kwa moja kuwa nchi tayari ina bomu la nyuklia, kwa sababu bado kunahitajika hatua nyingine za kiufundi za kutengeneza kifaa cha kijeshi kinachoweza kubeba mlipuko wa nyuklia. Licha ya hilo, Israel na Marekani zinaamini kuwa kufikia kiwango cha 90% kutakuwa hatua hatari sana ambayo inaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu ya Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi viongozi wa Israel wamekuwa wakisema kuwa hawataruhusu Irani kufikia hatua ya kuwa karibu na bomu la nyuklia. Serikali ya Israel imekuwa ikitazama Irani kama tishio kubwa zaidi kwa usalama wake wa taifa. Tel Aviv inaamini kuwa ikiwa Teherani itapata uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, basi makundi yanayoungwa mkono na Irani katika eneo la Mashariki ya Kati yanaweza kupata nguvu zaidi kisiasa na kijeshi. Kwa upande wa Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kuchukua msimamo mkali dhidi ya Irani katika muhula wake wa sasa wa urais. Trump mara kadhaa ameilaumu Irani kwa kile alichokiita mchezo wa kuchelewesha mazungumzo, huku akidai Irani imekuwa ikitumia diplomasia kununua muda wa kuendeleza programu yake ya nyuklia. Katika miaka ya nyuma, Trump aliiondoa Marekani kwenye makubaliano ya JCPOA mwaka 2018 na kurejesha vikwazo vikubwa dhidi ya Irani. Tangu wakati huo, Irani nayo imekuwa ikiongeza hatua kwa hatua kiwango chake cha urutubishaji wa uranium kama njia ya kujibu shinikizo kwa Marekani. Baada ya Marekani kujiondoa kwenye makubaliano hayo, uchumi wa Irani uliingia kwenye kipindi kigumu sana. Sekta ya mafuta, benki na biashara za kimataifa ziliathirika vibaya kutokana na vikwazo vya Marekani. Hata hivyo, viongozi wa Irani waliamua kutumia mpango wa nyuklia kama chombo cha kisiasa na kimkakati cha kuongeza nguvu kwenye mazungumzo. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaamini kuwa kauli ya Razaei inaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Irani wa deterrence, yani mkakati wa kuwafanya maadui waogope gharama za kuishambulia. Teherani inaamini kwa ikiwa itaonyesha kuwa inaweza kufikia uwezo wa nyuklia haraka, basi Marekani na Israel watakuwa waangalifu zaidi kabla ya kuanzisha mashambulizi mapana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.